Awali ya yote ninamshukuru Mungu sana ambaye ametupa neema leo kuwepo katika kanisa la Moravian ushirika huu wa Kigamboni, mahali ambapo Mungu anaendelea kutukuzwa na kuabudiwa. Kipekee kabisa katika hali naiona hapa Kigamboni, namtukuza Mungu sana kwa ajili ya watu wa Mungu wa hapa, namna ambavyo wanajitoa kwa ajili ya utumishi wao kwa kanisa la Mungu. Hasa tunaposhuhudia mahali hapa kazi kubwa ya ujenzi wa kanisa, jengo la ibada lililo zuri na la kisasa ambalo ninaamini litakapokuwa limekamilika itakuwa ni miongoni mwa majengo mazuri ya ibada katika jimbo letu la Mashariki. Kwa tunawatia moyo ndugu zetu wa Kigamboni, waumini, kwamba msirudi nyuma, msivunjwe moyo na yeyote, maana adui naye hapendi mafanikio na baraka. Kwa hiyo katika nia hii ni waombe wa Moravian wanaoabudu katika ushirika huu wa Kigamboni, walioko Dar es Salaam na walioko nje ya Dar es Salaam, ni waombe mshikamane na umoja wenu mnaoendelea, hasa katika mfumo ambao umeweka mzuri wa njia ya sadaka, inaitwa Sadaka Digital. Muendelee nao hiyo vizuri na mshikamano wenu. Na jambo la pili ni ibada ya leo. Jambo la ibada ya leo, tuko na ibada nzuri ya kumshukuru Mungu ambaye ametufikisha katikati ya mwaka, kwa mwaka huu wa 2025. Ndugu zangu wana Kigamboni na Watanzania kwa ujumla, kushukuru ni jambo la maana sana. Kumshukuru Mungu maana yake tunatambua kwamba si kwa uweza wetu kufika hivi tulivyofika nusu mwaka. Tunajua kwamba Mungu amehusika kikamilifu mpaka sisi kufikia nusu mwaka. Kwa hiyo tulikuwa na ibada nzuri mahali hapa ya kumshukuru Mungu kwa maombi, kumshukuru Mungu kwa sadaka, tukisema asante. Lakini pia tukisimama na neno kutoka ile Zaburi ya 138 mstari wa 8 kwamba Mungu atatutimizia na haja zetu. Kwa hiyo tumemshukuru, lakini tunajua kwamba ataendelea kutenda na kufanya kwa ajili ya maisha yetu. La tatu ni amani. Ninawatakia amani na mshikamano wana Kigamboni. Amani uwe ni wimbo wetu sote na mshikamano. Na wimbo wa amani uimbwe na Mtanzania yeyote. Tunatambua ya kwamba amani ni zao la haki. Tutendeane haki kuanzia kanisani, tutendeane haki kuanzia kwenye jamii tunazoishi. Tukitendeana haki, amani itazaliwa. Haki inazaa amani. Kwa ni waombe wa Tanzania na wana Kigamboni, tuendelee kutendeana haki. Mzee wa kanisa mtendee haki muumini, muumini mtendee haki mzee wa kanisa, mzee wa kanisa mtendee haki mchungaji, mchungaji naye atendee haki waumini wake. Haki kitawala, amani itatokea mahali hapo. Nawatakia baraka za Bwana na Mungu awabariki sana. Amani ya Kristo endelee kutawala maisha yenu. Ukiangalia mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi na umezungumzia swala zima la amani hapo. Pengine neno lako ni lipi katika kuendelea kuliombea taifa ili kuendelea kudumisha amani na upendo tuliona? Kwanza ni waombe, mimi ni mchungaji na kiongozi wa kanisa la Moravian. Kwanza nianze kuwaomba wa Moravian wajitokeze kuchaguliwa na wajitokeze kuchagua. Narudia tena sentensi hii. Na waomba wa Moravian, siasa ni maisha. Wajitokeze kuchaguliwa, yani kwenda kugombea kwenye nafasi mbalimbali, lakini pia wajitokeze kuchagua, kufanya uchaguzi. Na kwa habari ya uchaguzi wa mwaka huu, mimi ninaamini Mungu atatufikisha salama na tutafanya uchaguzi. Pamoja na changamoto tunazoziona za kutokuelewana hivi na hivi, ndio uhai wenyewe. Kutokuelewana, mahali pote palipo na uhai kunakuwa na kutokuelewana kati ya huyu na yule, lakini mwisho wa siku ustahimilivu na uvumilivu na kuchukuliana na upendo kitawala, tutafika mwisho mzuri. Naomba upendo utawale katika nchi yetu ili Mungu aendelee kutukuzwa na uchaguzi wetu utakuwa mzuri. Upendo ukitawala, kuvumiliana na kuchukuliana, ninaamini amani itatokea na uchaguzi wetu utakwenda vizuri kabisa. Hilo ndio neno langu kwa ajili ya uchaguzi mwaka huu. Leo hii tumekuwa na siku nzuri ya ibada, na ibada ya leo tumemwona Mungu kwa sababu tulikuwa tumeiandaa kwa ajili ya kumshukuru Mungu, kumrudia Mungu ambaye ametulinda, ametuponya, ametuepusha na mengi sana kuanzia Januari mpaka tumefikia huu mwezi wa 6. Watoto wetu wamerudi salama masomoni muhula huu, wameungana tena na wazazi wao. Ni jambo jema sana, hata tunaona katika
Luka ile 17, wale wakoma 10, mmoja alipoona ametendewa alirudi kumshukuru Mungu. Na leo hii tumekuwa na ibada hii kubwa ambayo watu wamekuja madhabahuni kuwa na moyo wa shukrani, na ibada hii tumepata neno la Mungu kutoka kwa kiongozi wetu wa jimbo, makamu mwenyekiti wa jimbo hili, mchungaji Bwigane Mwakalinga, ambaye leo hii tumekuwa naye katika ibada hii. Tumebarikiwa sana. Neno la leo limetukumbusha maisha yetu kwamba Mungu ndiye kila kitu, ndiye sababu hatima yetu tunaipata kutoka kwake. Niwashukuru sana Wakristo ambao mmejitokeza leo kwa ajili ya ibada hii ya shukrani. Mungu awabariki sana. Mungu hatanyamaza. Mungu ndiye mlinzi wetu, namna ambavyo anavyotuzunguka, kama vile Zaburi ya 125, kama vile milima ilivyoizunguka Yerusalemu, ndivyo Mungu anavyotuzunguka. Mungu atatuzunguka tena kuanzia mwezi huu